wataboresha hii sehemu. Asante sana Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, ajiandae Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, ajiandae na Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru kwa kuniona ili na mimi niweze kutoa mchango wangu katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nina imani kwamba kutokana na nafasi yetu tumekuwa tukipewa hapa uwiano wa kuchangia kwa siku. Sisi ACT tumeambiwa kwa nafasi yetu ya wabunge 9 tuna nafasi ya kuchangia angalau mchangiaji mmoja kwa siku. Huwa tunapewa hivi kutoka ofisi ya katibu pale. Sasa naona hizi ni dakika za jioni, isije ikahesabiwa dakika za jioni tukakatwa juu kwa juu tukashindwa kujipambanua. Ule msingi wa kwamba nafasi yetu ya kuchangia mchangiaji mmoja izingatiwe ili bunge lipate kusikia mawazo yetu pia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata faida ya kuwasikia wachangiaji wenzangu, waheshimiwa wabunge, na wengi wamejikita katika kuchambua hoja mbalimbali ambazo zipo katika hotuba ya Waziri Mkuu. Lakini mimi nitachukua njia tofauti, nikitambua kwamba hotuba ya Waziri Mkuu katika bunge la bajeti sio hotuba ya kawaida. Hii sio hotuba ya kisekta. Hii sio hotuba itayojikita kwenye maduhuli tu ya serikali na namna ya kuyatumia. Hotuba ya Waziri Mkuu ndani yake inabeba tafakuri ya mwaka uliopita wa fedha. Hotuba ya Waziri Mkuu inabeba maono ya serikali katika mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo mimi nitajielekeza katika maeneo ambayo kwa maoni yangu yamebeba ukimya mkubwa sana katika hotuba ya Waziri Mkuu. Yako maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninaona yalipaswa kuwemo kwenye hotuba ya Waziri Mkuu au yalipaswa kupewa uzito wa kipekee, lakini naona hotuba hii imebeba ukimya katika maeneo hayo, na kwa ajili ya muda nitayataja machache. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kurasa zote 122. Sijaona kwenye ukurasa wowote, sijaona kwenye aya yoyote, sijaona kwenye sentensi yoyote kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi na mageuzi ya kisiasa nchini kwetu. Hatua hii ya hotuba ya Waziri Mkuu kukaa kimya juu ya jambo hili muhimu sana, sisi tunaipa tafsiri kubwa sana, na hitimisho ninalolijenga mimi mpaka nitapokuwa proved wrong wakati ujao, hii inanipa ishara kwamba serikali imeipuuza, haipi uzito na haitaki ajenda ya katiba mpya. Huo ndio msimamo wangu. Sasa mimi nataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa Chama cha Mapinduzi. Natoa ujumbe wa kwanza, Watanzania si wajinga, wanaelewa hali halisi ya kisiasa ya nchi yetu, na wanajua bila katiba mpya, bila tume huru ya uchaguzi na bila mageuzi ya kisiasa ndani ya nchi yetu. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Mheshimiwa Esther Bulaya. Mheshimiwa, na shukuru tu kwa mchango wake Mheshimiwa Ado, mdogo wangu, na mimi nilikaa sana hapo. Naomba nikupe taarifa kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan tumedhamiria ndani ya miaka hii mitano ya awamu ya 6 Watanzania watapata katiba mpya. Na ukimwangalia anavyozungumzia swala la katiba mpya amemaanisha, ndio maana kwenye ilani ya chama chetu
tumeiweka. Naomba nikupe hiyo taarifa. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Taarifa nyingine Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Bulaya siipokei, na siipokei kupitia hoja yangu namba 2 ambayo nilikuwa naelekea kuitaja. Ujumbe wangu kwa serikali na Chama cha Mapinduzi, ujumbe namba 2: katiba mpya sio ajenda ya CCM. Katiba mpya sio ajenda ya serikali. Katiba mpya ni ajenda na mali ya Watanzania. Ukimya huu katika hotuba ya waziri mkuu unamaanisha serikali imeihodhi ajenda hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa inatoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mtoa taarifa yuko wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpa taarifa Mheshimiwa Ado kwamba serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi na inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hakuna namna tutofautisha Chama cha Mapinduzi na serikali iliyoko madarakani na Watanzania. Asante. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Sijasema serikali mali ya nani, hilo ni somo jingine la katiba, mkufunzi yuko pale. Nasema katiba mpya ni mali ya Watanzania. Watanzania wana haki kwenye hotuba kama hizi zinazobeba maono kujua mchakato wao wa katiba mpya unakwenda wapi. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Inatoka wapi taarifa? Ndio, Mheshimiwa Kienzile. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nakubaliana na Mheshimiwa mchangiaji kwamba katiba mpya ni mali ya Watanzania. Lakini pia namkumbusha mali za Watanzania ni pamoja na ardhi, fedha na vinginevyo. Na kwa sasa mwenye mkataba wa kuvisimamia ni serikali, na serikali ya sasa ni ya CCM. Kwa hiyo huwezi kuvitenganisha. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Sipokei taarifa hiyo, na kwa sababu naona na kuhamishwa hapa gari na sanasa, niache ajenda hiyo, ujumbe umefika. Ajenda ya pili ambayo naona ni ukimya kwenye hotuba ya waziri mkuu: vita dhidi ya ufisadi, rushwa na ubadhirifu. Sijaona kama imepewa kishindo kinachostahili. Mimi ninaamini Sokoine angefufuka leo, wala nisingepata shida kujua ajenda yake namba 1 ingekuwa ni ajenda gani. Ninafahamu. Mwenyekiti, taarifa. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, niko hapa taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kumpa taarifa Ado kwamba unapozungumzia mtu ambaye tumemthibitisha kwenye bunge hili kwa kinywa chake, kwa vitendo, kuzungumzia masuala ya ufisadi na kukemea ubadhirifu na kukemea uzembe, ni Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Na kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 chini yake yeye kama msimamizi mkuu wa serikali atahakikisha wazembe, wabadhirifu watachukuliwa hatua na wananchi wa Tanzania waweze kupata maendeleo. Inawezekana mdogo wangu leo alikuwa hajajiandaa kuchangia. Mheshimiwa Ado, unaipokea taarifa hiyo? Siipokei taarifa hiyo. Mimi ninafahamu rejea ya uchambuzi, ni hotuba ya waziri mkuu. Ninaweza kukueleza waziri mkuu wapi amezungumzia juu ya rushwa na ufisadi. Alizungumzia ripoti ya CAG na commitment ya serikali. Kwa maoni yangu mimi, waziri mkuu
hajatoa uzito unaostahili kwenye hotuba yake kwa ajenda ya rushwa na ufisadi. Na uniruhusu nitoe mfano tu, nimepigwa breki sana hapa mwenyekiti. Mheshimiwa Ado, kuna taarifa. Kanuni zetu zinaruhusu. Kuna taarifa, naomba uipokee. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji rafiki yangu Ado. Nadhani atakuwa hajaisoma vizuri hotuba ya Waziri Mkuu. Ukisoma hotuba ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo lote alilozungumzia utekelezaji wa shughuli za serikali, ameeleza kuhusu vita dhidi ya rushwa na ufisadi kwa ujumla, lakini ameeleza kwenye maeneo mahususi. Alipozungumza kuhusu ripoti ya CAG, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema. Alipozungumza kuhusu kasi ya kuongeza ukusanyaji wa mapato, amesema kuhusu kuzuia kuvuja kwa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ndio lugha ambayo Waziri Mkuu amesema, na hotuba ya Waziri Mkuu ya masaa mawili saa moja singeweza kusema kila kitu, na huwezi kumpangia aiseme kwa namna gani, lakini Waziri Mkuu ameisema na ujumbe umeenda, na sisi kama wabunge tunatakiwa tuifanyie kazi hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Ado, nakupa nafasi upokee taarifa hiyo na muda wako pia umeisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitawaacha kwa tafakuri ndogo tu, na naomba unitendee haki kwa dakika moja tu, alafu mtaona kama mimi nilikuwa naelekea wapi. Katika mazingira ya sasa ambayo tunapokea taarifa kwamba serikali imeingia katika mtindo wa kuwa na makubaliano ya pembeni nje ya mahakama za kimataifa kuwalipa wanaotudai mabilioni ya fedha, mazingira ambayo yana harufu ya ufisadi, kwa mfano malipo ya bilioni zinazofikia 268 kwa benki ya Standard Chartered, ambayo hiyo. Mheshimiwa Ado, muda wako ulishaisha. Kwa hiyo kuhusu taarifa na muda, mimi ninavyoyaona mazingira ya ufisadi nchini, sijaridhika na uzito ambao Waziri Mkuu ameuweka kwenye hotuba yake kwa ajenda ya ufisadi. Mengine tutachangia kwa maandishi. Asante.